wakati wa kulala. Nakumbuka kwamba si kwenye ujana wetu, hata kama mkesha huko Kariakoo, tunatembea mpaka kwa miguu kumtafuta Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unakuja ambao utautafuta, wakati huu utaupata tena. Lakini wakati tulio nao vijana wa sasa, naomba tukaze buti. Tuko katika wakati mgumu sana, hasa kwa vijana. Nilitamani ya kwamba hapa kaliki, lakini angalia jinsi tulivyo. Sisi tunaelekea kwenye uzee, lakini vijana mko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine, kama viongozi walivyozungumza, nisisitize kama mkurugenzi wanawake, huwa tunakaaga na wachungaji. Ninaomba wakati wa kutegemeza ni juma la pili la mwezi wa 9 Tanzania nzima, na hii sio kwetu tu ya kwamba tunatoa sisi taarifa hizi, imetoka juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile ya kusita kwamba unaahirisha mwisho wa mwezi wa 10 unaenda kuingilia kwa vijana. Kwa ninaomba mfanye hivyo, lakini pia tufanye vitu vizuri ambavyo vinavyomgusa Mungu. Usipeleke vitu vinyonge, ili tuweze kupokea kwa Bwana. Toa kitu ambacho kinachoumiza hata moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja akasema kwamba unaweza ukatoa 100,000 ikakuuma, na wakati wewe una 90,000 iko mikononi mwako. Mambo ya Mungu ukitaka kubarikiwa na kufanikiwa, pia ukiroho wako kupanda juu, ni kumtolea Mungu, na sadaka inanena. Mungu awabariki. Amen.